Wananchi hoye! Wanabunge hoye! Sisi tunaendelea kuwa hapa kila siku ya Thursday. Na tuhakikisha kwamba bunge la mwananchi ya Webuye inaendelea inafanya kazi, na ndaomba marafiki zangu wengi ambao ni marafiki katika hii ward yote, katika hii constituency wote wakuta tuunge na sisi tutembee pamoja, si ndio? Hebu nione mkono ya one time. Haya, mkono ya timu Wanyonyi tu. Hebu sambamba sio hiko. Sasa tunaita Mheshimiwa Wilton na tuambie moja mbili. Makofi ya kwake. Bunge la mwananchi oe. Bunge la mwananchi oe. Niko majina naitwa hapa Dina Mzaliwa West ambaye ninawania nafasi ya MCA Matulo Ward 2027. Mimi ninashukuru mwanzo waanzilishi wa bunge la mwananchi hapa Webuye. Tumekuwa tukisumbukana kwenda Bungoma, lakini sasa nao imekuja karibu, na waomba nijulishe wenzetu ya kwamba bunge la mwananchi liko hapa na tuko hapa kwa ajili ya kutetea nafasi za watu wetu. Haswa vijana tumekuwa tukiahidiwa, kila mara tunaambiwa vijana ni viongozi wa kesho. Kesho yenyewe tunangojea haifiki. Sasa tumeamua kesho yetu ni leo. So sisi kama vijana tunataka tuingie katika uongozi na tulainishe mambo ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya. Haswa county government ya Bungoma, tunataka vijana chapakazi, vijana ambao wanaelewa tabu za wananchi wa hapa chini, ambao sasa tutembee pamoja na wao. Tunataka kiongozi mwenye vitendo, si kiongozi wa ahadi. Tumeahidiwa vitu mingi. Wenzangu mwanzo wametangulia kusema tumeahidiwa vitu mingi. So mara hii tunataka sasa mambo ya kufanya kazi. Tunataka tufanyie wananchi kazi, maana wao ndio Milton ya Bungoma. Nitakaa na kila mmoja, kila kijiji tutakuwa na representatives, watu ambao tutakaa nao tuangalie mahitaji ya kijiji. Katika county national government kuja county nikirudi kufanya makubaliano ya watu, public participation. Kwa mfano sasa hapa Dina tumepewa siku ya soko kama Jumatatu yenyewe tumeruhusiwa kuuziwa kwa barabara. Juzi tumekuwa na janga ambalo limetokea pale Lugudu, Malaha Junction. Watu wetu wameumia. Sasa je, maafa mengine yakitendeka hapa tunaposuluhisha namna gani? Hatutaki viongozi ambao wanakuja kutushughulikia wakati tunamziba. Tunataka viongozi ambao watatupea suluhu. Tupate suluhu ya mambo na kuepukana na majanga. So kama mimi nipata nafasi hiyo, tuongee na county government ya Bungoma, tuongee na national government, tupate pesa ambayo tuliahidiwa. Manifesto inafaa tujenge kulingana na mahitaji ya watu wetu. So mimi nawaomba wenzangu, vijana wenzangu, tusimame pamoja, tufanye kazi, tupige kampeni ya amani bila kutukana watu, tuchague mtu kulingana na manifesto yake na tabia zake. Tusikimbilie sana. Tumekuwa na shida ya kukimbilia viongozi wanaotupea pesa. Baada ya kutupea pesa hizo ni kununua kura zetu, wananunua. Tunapomaliza wakienda wanatusahau. Hakuna maendeleo yanakuja kutufanyia. Sasa tuangalie mtu kulingana na tabia zake na moyo wake. Sura inaweza kuwa mbaya, lakini moyo ni tunataka mheshimiwa mwenye akipita hapa anasimama kusalimia watu wake. Anasimama anatembea na watu wake. Anasikiza watu wake. Pia yeye anaenda kama mwakilishi katika county assembly. Unaenda kuwakilisha watu ambao wamekutuma. Pake mtu mwenye anaenda mkutano zetu. Mkipata hiyo nafasi katika county assembly, tunaenda backbench ya mambo mengi. Tuanze kuweka mikakati, kufanya kazi, pesa zionekane, kazi ionekane. Vijana
tumekaa hatuna kazi, tuna makaratasi. Unaambiwa ukienda kutafuta kazi mahali, unaambiwa uende na experience ya miaka mitatu. Ni watu wanapeana experience. Kama hujaajiriwa kazi utapata experience. Wakuja hata kama maingia ama waajiriwe kazi kwa muda fulani, hata kama ni probation, wafanye kwa muda mfupi kama vijana mimi kama mama na waomba ground, mnamuona, mnamuelewa, mzaliwa hapa nyinyi. So nawaomba tuachane sasa kuchagua viongozi ambao hawataionekana baada ya kuwapigia kura. Nawashukuru sana, tutaendelea kwa pamoja. Mheshimiwa, tuna ombi moja kutoka kwako Mheshimiwa. Hivi bunge la wananchi ndio tunaanzisha, tunaomba viketi. Umeona? Kutoka kwako. Umeona Tukue kama hatutaki hata ununue viketi Mheshimiwa, hataweza kukomboa tu. Tutakuwa tunakalia kama hii siku, tutakuwa na mkutano yetu kila Tuesday, Thursday. Bunge la wananchi. Haya, nani ngojeni kidogo. Haya, ona. Mimi naomba mkutano ikuwe siku mbili kwa wiki. Sawa kwa wiki. Bunge lako. Mheshimiwa, naomba hizo suggestions zote nzuri. Kama sisi wenyeji members wa hili bunge, tutashauriana. Tutaona venye tunaendelea. Nafasi ya kupeana viti ilikuwa nishoongeleshwa jana na rafiki yangu Ian, tumeongeleshwa na ndugu yangu Wino, tukasema ya kwamba tutaangalia hayo maneno. Tunataka watu wetu wakikuja hapa wakae comfortable, wajisikie sawa. Hili ni bunge. Sasa bunge kama Kennedy Matongwa, Kennedy Wafula Matongwa, mimi nimeomba tukae chini na tukue na amani. Kitu ya amani, amani itatuletea at least something good, ndio? Sasa alafu tuko na wenzetu wakubwa hawa au wakubwa wetu wenye wamesimama pande zetu, waangalie tunaenda wapi ama tunaelekea wapi na tumetoka wapi, kwa sababu sisi juzi hivi tumekuwa hapa wanatupea 5,000 wanatupea ngapi juzi hivi, maneno haijakuwa mzuri, lakini sasa hizi wacha tuongee kwa mambo yenye tunaenda kufanya vitu, si ndio? Tunamaliza sasa. Nashukuru serikali ya National Government kutuletea kiwanja ndege ya Matulo Est. Na kitu ya kushangaza ya kwamba wanahamisha wakazi wa Matulo. Sasa mtu mwenye atakuwa anafaidika anatoka wapi kama wanahamisha watu wa Matulo? Sasa kama vijana tunaomba county kama National Government ya kwamba waangalie mahali penye hao jamaa wataenda kukaa na familia zao. Wakihamisha watu wa Matulo, wako around kwa ndege, wataenda wapi na watakuwa na benefit gani? Kwa hiyo tumechache. Asante. Mheshimiwa, acha malizie. Mheshimiwa, acha malizie. Hii title deed ya Kenya ni moja. Na shamba yote ni ya serikali. Hata serikali ikikuja kukutoa hapa, sababu kulipa pesa. Kama kwa hiyo milioni 5, wao ndio jipange. Mimi nilikuwa naomba dini nafaa kwenda soko. Hatuwezi kuwa sisi tunatoa ushuru tukiambuka kila siku. Lazima tujikinga chini ya flyover. Inafaa serikali kama Dano Wanyama
aongee na Mr. President. Akuja tuchukulia hapa uwanja moja. Ako na uwezo. Ako na uwezo. Bure watu wote wataendelea kukufa na wataendelea kuumia. Shukrani. Acha mheshimiwa malize. Acha mheshimiwa malize. Ninapomalizia nilikuwa naomba vijana wenzangu ya kwamba wakati umefika, wakati mzuri wa kuchagua viongozi ambao watakuwa na matendo, sio viongozi wa ahadi. Haya mambo yote ambayo tunayazungumzia hapa, ama mwenye ndugu yangu anazungumza kuhusu mambo na soko ya hapa ingekuwa Kenika walitoa pesa penye zilienda, viongozi walioko sasa hizi wenyewe wanajua penye walipeleka pesa, wanajua penye soko ilienda ikajengwa, soko yenye ilikuwa ijengwa hapa walikuwa na broker mwingi. So wakati tunaenda kule tunahakikisha ya kwamba county government inatenga pesa za kununua kiwanja, soko ya Dina ijengwe, watu wetu watoke kwa barabara. So ni wakati mzuri nao that mnaelewa, chagueni viongozi ambao wanakuja kufanya kazi, viongozi ambao wako kwa ground wanaelewa shida za ground. Asanteni, Mungu awabariki. Mtu mmoja tu tunamaliza. Mtu mmoja tu. Bunge oye. Bunge oye. Siasa mbaya. Maisha mbaya. Siasa mbaya. Maisha mbaya. Mimi nimekuwa nikiuliza swali leo. Serikali ya William Ruto inagawana mamlaka na serikali ya ODM. Mheshimiwa Wetangula ako wapi? Maendeleo hakuna. Tukauliza swali hilo tukashindwa kujibiwa. Wetangula na Ford Kenya yake ilienda wapi na alikataa kuuza Ford Kenya kwa UDA? Sisi hatutambui hiyo Ford Kenya kama watu ya Bungoma. Tunaikataa. Tulipatia William Ruto hiyo Ford Kenya, na hata akitaka tumuongezee extra Wetangula akae na yeye. Sisi tunajua Bungoma Western kingpin wetu ni Sifuna. Ndio Sifuna. Nataka natembea sisi kingpin. Natembea ndio ni wetu, lakini natembea aliharibu. Aliharibu kwa nini? Natembea alikuja akatangaza akasema atarudi kuwania governor Trans Nzoia. Which is ilikuwa bad. Angefaa atangaze mapema kama Sifuna saizi hajatangaza kama atakuwa senator wapi, Nairobi. Sasa sisi kama vijana tuko nyuma ya Sifuna na tunasema one term siku zote. Siku zombo. Bunge oye. Bunge oye. Nataka niseme hivi katika bunge hili. Bungoma mali tunapotea ni kitu moja. Wakati ile tunapewa kazi, kwa mfano kama ya kutengeneza barabara, ifai wapatie mbunge asimamie. Inafaa watafute contractor kutoka mbali. Ukipatia mbunge asimamie barabara kutengeneza, anataka alete contractor wake. So that hiyo barabara haitaendelea. Ni kama uwanja ya Kandui. Uwanja ya Kandui saizi inaendelea. Imesimama. Juzi mheshimiwa amekuwa hapa akiangalia mambo iliyofanyika hapa hivi. Mheshimiwa alitoka pale hata hatukujua kama amepita hapa. Alienda kwa affordable house wapi? Bungoma. Kabisa. Sisi tunauliza affordable house inatusaidia nini? Hakuna shughulikia watu. Hakuna. Sisi saa hizi msaada yenye tunaomba kwa county, hata hatuombi kwa serikali, tunataka tuone wale watu wetu walifariki pale. Hii county inatusaidia nini? Kwa sababu wakati maporomoko ilikuja huko juu Elgeyo Marakwet, tuliona Murkomen akishuka huko na ndege. Tuliona mke wa rais akishuka huko na ndege. Hapa kwetu sisi ni nani na tunaambiwa sisi namba 2 kwa serikali? Sisi tunasema one term siku zote. Bunge oye. Bunge oye. Alafu nataka tuungane kitu kimoja, tusaidiane kwa hili bunge. Tuelimishane tu, bunge haiendangi hivi. Tunataka tukirudi next week, hili bunge tutakaa kuheshima. Tunataka tukue na MC. Tunataka tukue na vyombo. Tunataka tukue na DJ. Na tunataka tukue na members wa bunge ambao tutakuwa tukikaa kwa viti.